Bwana Yesu asifiwe. Nina wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, huku nikiwa na matumaini ya kwamba wewe ni mzima kabisa, unaendelea kuwa salama na Mungu anaendelea kukulinda. Leo tu ni siku ambao ni siku nyingine tena, ninatamani tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na habari ya watu wa Mungu wema. Unajua sisi ambao tumeokoka tukamwamini Kristo, ni lazima kila wakati tuweze kuwa tukitafakari mawili matatu kuhusiana na habari ya Mungu, au kutafakari neno la Mungu, au kujifunza neno la Mungu. Leo tu ni siku ambao nataka niweze kukusaidia kuelewa kitu kimoja. Tukiangalia dunia leo, kuna vitu vingi sana vinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye makanisa za mahali au katika makundi yote ya kimikutano ambao tunakuwa tukikusanyika na tukifanya vitu kama na hivyo. Leo nataka tuweze kuangalia namna ambayo tunaweza kutambua ya kwamba kila roho inayotoa unabii au kila roho inayofundisha, tunawezaje kutambua kwamba roho hiyo imetokana na Mungu? Roho hiyo imetokana na Mungu. Maana katika dunia leo kuna vitu vingi sana vinaendelea. Unakuta kuna hasa sana katika nyakati hizi, huduma ambayo inafanya kazi sana tena sana ni huduma ya unabii, huduma ya unabii kabisa. Watu wanakuwa wakitolewa unabii namna isivyo. Unakuta watu wanatolewa unabii ya kwamba utafanikiwa, utabarikiwa, utafanya hivyo. Na unakuta ukiangalia sana kwa wewe ambao umeokoka, ukikwenda kutafakari sana, utakuja kuangalia kwamba huduma hiyo inafanya kazi isivyokuwa, yani isivyo stahili. Huduma unabii si mbaya, lakini namna katika nyakati hizi inavyokuwa ni tofauti sana na gisi maandiko inatusaidia. Lakini leo nataka tuweze kuangalia namna ya kuweza kutambua roho ya Mungu. Tuweze kutambua hii ni roho ya Mungu inasema, au tu ni mtu tu anakuja huko na anasema mambo yake, au ni roho ambayo roho ya uasi. Roho ya uasi, na tukimaanisha muasi wetu ni Ibilisi, au ni roho ambayo inatokana na Ibilisi. Maana tunatambua kwamba Mungu anaweza kukufunulia mambo yajayo, shetani anaweza kukufunulia mambo, na wewe mwanadamu peke yako, wewe mwanadamu unanisikiliza, unaweza kujifunulia. Tukiangalia maandiko ilikwenda kuleta wazi ya kwamba mwili wako unaweza kukufunulia, yani damu inaweza kukufunulia vitu fulani na ukaweza kuvifanya. Tukiangalia kwenye kipindi Yesu akiuliza wanafunzi wake akiwaambia ya kwamba wananihitaji huko mitaani, wakasema wamoja wanasema wewe ni Elia, wewe ni mmoja wapo wa nabii, mambo kama na hayo. Na Yesu akamwambia, na nyinyi huko mnaniita kuwa nani? Petro akasema ya kwamba wewe ndio Yesu mwana wa Mungu. Unakuta sasa Yesu alipomwona Petro alivyotoa ule ufunuo, akamwambia, basi heri wewe Simioni Bariona, maana damu na nyama havikukufunulia hivi, bali Baba aliye mbinguni ndio alikufunulia. Mara pale tunaona kwamba damu inaweza kuleta ufunuo na roho inaweza kuleta ufunuo, yani Mungu kaleta ufunuo. Yes, leo nataka tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 4. Inasema hivi, waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 4 mstari ule wa kwanza inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Nataka nikupe angalisho moja, ni kwamba mara nyingi ukisoma kwenye maandiko matakatifu, kuna lugha ya uandishi utakuta mara nyingi pale. Na usipoelewa hiyo, unakuta unaweza ukajichanganya katika kusoma na unakosa kuelewa katika unashinda kuelewa mstari unamaanisha nini, au palikuwa nazungumziwa nini ambacho kilikuwa kinazungumziwa hapa. Nataka nimaanisha kwamba katika lugha ya uandishi kuna aina kadha za uandishi, hasa katika kutenganisha vitu fulani. Kuna herufi kubwa ikiwa inamaanisha Mungu, yani roho, roho
kwa herufi kubwa inamaanisha ni Mungu. Roho kwa herufi ndogo inamaanisha mwanadamu, na roho ya herufi ndogo pia inamtambulisha shetani. Na unakuta hata kwa uandishi, namna wanavyoandika Mungu na Mungu unakuta viko tofauti. Unakuta maandiko yanasema kwamba shetani mungu wa dunia hii, namna wanavyomwandika mungu wa dunia hii ni herufi ndogo, lakini ukiangalia Mungu mweza yote mwenye enzi wanamwandika kwa herufi kubwa. So katika lugha ya uandishi uwe makini katika kujua hiyo. Basi wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Wanabii wa uongo wametokea duniani, yani wanabii wasiotokana kwa mapenzi ya kimungu ni wanabii ambao wametokana na mapenzi ya dunia. Wanabii ambao hawakutokana na mapenzi ya kimungu ni wanabii ambao wametokana na mapenzi ya kidunia. Na kama kuna mwanabii au tuseme mtumishi yoyote hakitokana na maslahi au na mapenzi ya dunia, ni nabii ambaye atakachokinena atanena sawasawa na dunia itakavyomfunulia, na mwanabii anayetokana na Mungu hatanena sawa na Mungu. Ndio kiangalia kwenye maandiko matakatifu, kila nabii aliyotembea na Mungu ili jambo lifanyike lazima alikuwa kwanza anamuuliza Mungu, au Mungu alikuwa akimpatia mwelekezo. Lakini leo unakuta kuna wanabii ambao tukiwaangalia namna wanavyofanya sio halali. Na uwe Mkristo unanisikiliza, ni lazima uwe makini sana. Saa hizi katika nyakati hizi manabii wengi wanasimama huku wakibeba neno Mungu, na unakuta watu wengi wanaamini hicho. Wakibeba neno Mungu unakuta watu wengi wanaamini hicho, na pasipo kuelewa kwamba neno Mungu haina shida. Neno Mungu haina shida kabisa ukisema Mungu, lakini inapokuja kuleta kutofautisha Mungu gani na kwenda kumzungumzia, hapo ndo tunapata ni nguvu gani ambayo inakuongoza na nguvu gani ambayo inakutumikisha. Nguvu gani inayokuongoza na nguvu gani inayokutumikisha. Hiyo lazima wewe Mkristo uliokoka lazima uelewe. Sio kila roho ambayo itakufunulia una lazima uiamini. Sio kila roho ambayo itakuwa kufunulia lazima uiamini. Yohana hapa anatushauri ya kwamba tusiamini kila roho. Yani ili tufike hatua kuamini kila roho, ina maana kwamba kuna vipimo au kuna mtazamo au kuna namna tunaweza tukatambua hii ni roho ambayo inanena sawa na mapenzi ya Mungu, au ni roho ambayo inanena kinyume na mapenzi ya Mungu. Tuendelee hapo. Katika hili mwajua roho, na ukiangalia kwenye mstari wa pili inasema katika hili mwajua roho, na afu inaandika kwa herufi kubwa. Neno roho inaandikwa kwa herufi kubwa, roho wa Mungu. Kila roho, afu hapo inaposema kila roho inaandikwa kwa herufi ndogo. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili atokana na Mungu. Kila roho inaandika roho ya herufi ndogo, maana kwamba roho itakayokufunulia wewe, yani hapo inataka kumaanisha mwanadamu ye katika uhalisia wake ni kiumbe cha rohoni, ni kiumbe cha rohoni. Sasa huyo mwanadamu ili aweze kunena mambo ya rohoni, haijalishi ni ya mbinguni au ni ya ulimwengu wa giza, inabidi roho yake iwe na mahusiano au iwe na urafiki na roho fulani itakayomsaidia. Maana roho ya mwanadamu ni ya udhaifu, ambayo inahitaji roho nyingine ya kumpa nguvu ili aweze kufanya vitu katika ulimwengu wa roho na vionekane katika ulimwengu wa mwili. Sasa hapa inaonekana nasema kwamba kila mtu yoyote atakayekiri kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili anatokana na Mungu. Yani mtu kama na huyo, maana kwamba ni roho inayonena sawa na mapenzi ya Mungu.
kila roho inayoleta ufunuo kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili, yatokana na Mungu. Yaani ufunuo huu ambao unaotoka katika hiyo roho ni kwamba imetokana na Mungu. Kumbe alama ya kwanza kuweza kutambua ya kwamba ni roho gani ambayo inazungumzwa ili tufike kuiamini, ni kwanza iweze kubeba mapenzi ya kimungu, ili tufike level ya kuweza kuiamini. Roho ambayo haibebi mapenzi ya kimungu, yani roho ambayo haineni sawasawa na mapenzi ya kimungu, ni roho ambayo sisi tuliamini hatuwezi kuiamini, kwa sababu kwanza inanena tofauti na imani. Na tukiangalia Mungu aweze akaleta ufunuo au aweze akanena tofauti na neno lake, maana neno lake halipingiwi. Yani aweze akanena nje ya neno lake inavyosema, kwa sababu neno lililoandikwa, ni Biblia takatifu, ndani neno lililoandikwa linatupatia udhibitisho wa kuweza kutambua Mungu kwa viwango vyake, na kuweza kutambua ni roho gani inavyosema, na ni roho gani inavyonena sawasawa na mapenzi ya kimungu, na ni roho gani inayonena tofauti na mapenzi ya kimungu. Mungu akasema, maandiko yanasema ya kwamba shetani naye anajifanya kuwa kama malaika wa nuru, ili aweze kutujaribu sisi. Ili tuweze kuelewa kwamba ni roho gani analeta ufunuo, tunaweza kurudia kupata referral kwenye maandiko matakatifu, ikatupatia mwanga ya kwamba roho hii inayonena ninanena sawasawa na mapenzi ya kimungu. Na hapa nataka niweke angalisho kwa hao vyumba vya maombi. Mara nyingi tukiwa kwenye mikutano ya umoja wa waombaji Marekani, ya vijana waombaji Marekani, na wengine wote ambao wanajikiri huko wana vyumba vya maombi, unakuta vitu wanavyovifanya ni tofauti na kimaandiko. Kwanza wanasema tukiwa katika ile kuomba, ile kufanya kumwimbia Bwana, unakuta mtu anasema tira 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 asema Bwana, tira tira asema Bwana, tira. Watu wote wananyamaza. Sasa kwa nini tunanyamaza? Na wakati tulivyoanza ibada tulimuita Bwana kwenye ibada, na anavyokuja Baba si kwamba watu wanyamaze, maana kwamba anakuja kusema nasi, tumsikilize nasi tumjibie, lakini sio kukaa ile kama hali ya kusema kwamba eti unaogopa, afu ukitaka kuzungumza wanakuambia eti hauna hekima. Hekima Baba, wewe utamfundisha Mungu hekima? Mungu utamfundishaje hekima? Wewe mwanadamu, ni Mungu ndio akufundisha hekima, sio wewe umfundishe hekima. Sasa ukiangalia vitu kama na hivyo, kumbe roho ambayo inakura tira 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 asema Bwana majeshi sio Mungu. Kumbuka hata shetani anaweza akakufunulia maandiko na kukwambia asema hivi, ili tupate udhibitisho. Tuende kuangalia kitabu cha Mathayo. Mathayo, tuangalie sura ya Mathayo sura yake ya 4:4 inasema hivi, mstari wa kwanza. Tusome pale mstari wa kwanza, anasema kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Nafu nataka uelewe hapo kwa makini. Yesu alitambua sana roho ambayo inayonena nayo ni tofauti na mapenzi ya Mungu. Roho wa Mungu roho wa Mungu, ukisoma kwenye mstari wa kwanza anasema roho wa Mungu alimpandisha, yani alimwelekeza wapi? Nyikani, hakajaribiwe. Ni roho wa Mungu huyo. Alafu shetani hapo anakuja kumwambia, ikiwa ndio mwana wa Mungu igeuze, ikiwa ndio mwana wa Mungu. Na huku kuna ajenda ambayo Mungu alimpatia ikamilishwe, huku kuna kuja nyingine sauti tofauti na ajenda ilivyopangiliwa. Utambuzi wa kifalme, utambuzi wa kimungu, alielewa kwamba anayezungumza naye sio Mungu. Sikiliza hapa, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Nilisema ya kwamba shetani naye anafahamu maandiko kiasi wewe nao usijui. Kuna andiko analifahamu, anaweza akakushuhudia, akakufunulia, lakini hataufunua ile andiko kwa udhaifu. Yani hawezi, yani ndo mwalimu wangu mara nyingi anasemaga ya kwamba shetani
anaiga vya Mungu alafu anakuja kuedit, yani anafanya kama yani anataka kuambatanisha kama vifanane kama ni vya Mungu hivi, la kumbe sio vya Mungu, kitu kama na hicho. Akamwambia kwamba amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu Yesu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamwambia juu ya kinara, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa mawe imeandikwa, atakuagizia malaika zake, usije ukajikwaa mguu wako. Hapa shetani naye ananukuu maandiko. Hapana, wewe usijali, wewe niamini tu, wewe nisujudie tu, wewe nipatie ibada. Mungu anasema ya kwamba hatakuacha wewe uanguke na ujikwae, maana ataagiza, imeandikwa. Anasema hapa, akasema hivi, atakuja malaika zake, imeandikwa. Kwa maana imeandikwa, maana kwamba katika maandiko kuna nafasi imeandikwa atawagizia malaika zake. Ndio maana nataka nikuonesha hapa kwamba shetani pia anaweza akakuja na maandiko fulani, lakini usipokuwa makini, basi wewe unaweza ukauzima utukufu wa Mungu ndani yako. Ni lazima tuwe makini sana. Basi tuangalie mstari wa 3, unasema hivi, na kila roho isiyomkiri. Kwanza tuliona mstari wa 2 inatuonesha kila roho yote imkiri kuwa Yesu Kristo amekuja katika mwili, yatokana na Mungu. Tumeona kwamba ili tuweze kuwa na udhibitisho kwamba roho inayonena ni roho ambayo inanena sawa na mapenzi ya Mungu, ambayo haineni tofauti na neno la Mungu linavyosema. Maana maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili kwa ajili ya kuweza kutukomboa. Hiyo hiko hivyo. Tusome mstari wa 3. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Sasa ukiangalia kuna hao wanabii, ukiangalia makini sana, uhesabie ni mara ngapi wanamtaja Yesu. Ni wachache sana, na wakimtaja labda kuna hali fulani, kuna maeleo, kuna hali, sijui niseme namna gani unielewe. Lakini ukiangalia mara nyingi unakuta wanasema ni Mungu, my Lord, ni Mungu. Maandiko yanasema na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja, na sasa imekwisha kuwako duniani. Kumbe tayari katika dunia hii tunaishi na watu ambao tayari wao wanapinga na kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Roho zao tayari zimeunganika na roho nyingine ambayo ni roho ya shetani, kwa sababu shetani ni kiumbe cha rohoni, inawawezesha kufanya mapenzi kana kwamba ni Mungu anafanya kazi. Kumbe ni shetani ndiyo anafanya kazi. Wameshaingia mkataba na Ibilisi kutimiza mapenzi. Kumbuka, anayenena ya Mungu, anayenena maneno ya Mungu ni mtu ambaye atokani na dunia, au hakukusudiwa na dunia, bali anaonena sawa na mapenzi ya dunia, huyo sio wa Mungu kamwe. Tuendelee. Hili nasema, nyinyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Maandiko yanatuambia kwamba sisi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda. Tumewashinda wakina nani? Kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ni nani aliye ndani yetu? Ni nani aliye katika dunia? Aliye ndani yetu ni Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Maana tukiangalia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 pale maandiko yanasema kwamba nanyi mkishakuwa ndani yenu nami ndani yenu, nanyi mkishakaa ndani yangu nami nitakaa ndani yenu. Alikuwa anaongelea kuhusu
mti unavyotoa matawi, yale matawi na yale matawi kama ya kuzaa matunda, basi huo mti unakatwa. Alikuwa anataka kumaanisha kwamba sisi tuko ndani ya Kristo, na kama tuko ndani ya Kristo lazima tuweze kuzaa matunda ya wokovu, lazima tuweze kuzaa matunda yanayomfanana yeye. Yes. Inasema kwamba kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu. Nani aliye ndani yetu? Ni Yesu Kristo Bwana wetu wa Nazareti. Kuliko yeye aliye katika dunia. Nani aliye katika dunia? Katika dunia hii kuna mwanadamu na kuna nguvu na kuna roho ya uasi. Mwanadamu, yani nasema dunia, mfumo wa dunia unasimama sio kwa sababu ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, na kila jambo linalosimama kinyume na mapenzi ya Mungu kinatokana na roho ya uasi, yani Ibilisi. Yani inataka kutumaanisha kwamba aliye ndani yetu ni mkuu, yani aliye ndani ni mkuu kuliko yoyote anaishi duniani. Na hiyo ndio tunajua kwamba tumewashinda hao, kwa sababu tuna yeye aliyeshinda yote katika yote. Hiyo uelewe hiyo. Wewe ni mshindi kwenye dunia hii kwa sababu Mungu Yesu Kristo anakaa ndani yako, anakuagiza, anakushindia, anakutetea, anakulinda. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia na dunia huwasikia. Manabii wananena ya dunia na dunia inawasikia. Ukiangalia saizi sana, Shetani amekuja kujifunza jambo moja. Mwanadamu ana mapungufu sana, ana mapungufu kama ana Mungu. Ndio maana kila wakati nakuwa nawaambia kwamba wewe mwanadamu ni mlango wa Mungu kuja duniani, wewe mwanadamu ni mlango wa Shetani kuja duniani. Ili tuweze kuona mambo katika mwili, ili tuweze kuona mambo ambayo tunayaona, ili tuweze kuona mambo katika mwili ambayo hayo mambo tukiyaona yanaendana na mapenzi ya kimungu, mara moja tutaelewa ni roho gani ambayo iko ndani yako, ni roho gani ambayo iko ndani yako. Basi hao ni wa dunia, kwa hiyo wananena ya dunia na dunia uwasikia. Saizi Shetani ameelewa kwamba wanadamu wanataka kufanyikiwa, wanadamu wanataka kuweza kutabiriwa na kufunuliwa. Hivi mtu kila wakati anakufunulia wewe fulani utafanyikiwa, nimeona utafanyikiwa. Unakuta yes, I receive, yes nimepokea baba. Who is your baba? Which baba are you referred to? Which baba ambao unamuongelea? Baba gani ambao wewe ambao unanisikiliza unayemuongelea? Baba gani? Baba gani ambao unasema kwamba yes my father in the Lord, yes my father in the Lord, prophesy. Do you want me to prophesy? Yes, prophesy. Yes sir, prophesy. How? Yes, prophesy. Unakuta nafu wanasema unataka nikutabirie? Hivi kweli nabii nani aliyetembea na Mungu mpaka alisema eti nataka nikutabirie? Unaposema kama unabii unasema kwamba unataka nikutabirie, maana kwamba unanena sawasawa na ufahamu wako, bali si Mungu anenayo. Unanena sawasawa na ufahamu wako na baba yako Ibilisi, maana wewe hutokani na Mungu, wewe unatokana na wa dunia. Na wanabii wote ambao mnanisikiliza na najua mtasikia, na kama mtasikia haya, lakini hapa ninadili na watu ambao wako katika imani, tuweze kuangalisho sana tena sana. Sio kila roho itakuja kwako inakwambia na wote unatetemeka, unakuwa Mungu amesema. Kama Mungu amesema lazima tutaona faida, lazima tutajua Mungu amesema. Kila aliyeokoka kweli kweli. Ndio maana hapa nawaambia ili uweze kutambua haya mambo, kwanza wewe ambao unanisikiliza uweze kwanza uhakikishe umeokoka, una huyu Yesu ndani yako. Katika ulimwengu wa roho, hata Shetani akikuangalia anasema huyu kijana ana Yesu, huyu binti ana Yesu, huyu mama ana Yesu, lakini wewe katika ulimwengu wa roho hauonekane kama Yesu yuko ndani yako. Unawezaje kutambua kwamba hawa ni manabii wa uongo au sio ni manabii, sio wanabii wa uongo? Lazima uwe na Yesu ndani yako ili uweze kutambua huyu ni Yesu anaongea au si Yesu anazungumza. Lakini watu wengi leo wanafili maisha wanaona kwamba, na hii ndio inafanya watu wengi waende kiurahisi. Wanaona pale ambapo panapotoa utabiri kwamba ndio Mungu anasema.
kutabiriwa si shida, kutolea unabii si shida. Kinachotupatia sisi ili tupate shida ni roho gani inayoleta unabii huo ndani ya maisha yako? Ni roho gani inayokutabiria wewe ya kwamba utapokea? Umechelewa siku nyingi sana. Unakuta hata watu wengi wanaambiwa ili uweze kupata unabii, ili niweze kukufungua, ili aweze kukufungua, ili Mungu aweze kukufungua. Lugha hizo unabii tuwe tunazielewa. Ili niweze kukufungua ni lazima ulete kiasi ya pesa. Inaonekana katika ulimwengu wa roho kuna familia yako ilikuwa natoa ibada ya miungu, ilikuwa natoa sadaka, na unabidi ulete sadaka ya 10, sadaka ya 10 ipitao dola 500 ili niweze kufungua. What? Uweze kufunguliwa. Taifa la Israeli walikuwa wakifanya dhambi mbele ya Mungu. Mungu alikuwa analeta adhabu. Tukiangalia kwenye namna taifa la Israeli lilivyo, namna Mungu alivyotembea na taifa la Israeli jangwani, kuna vitu Mungu alikuwa anafanya. Mungu alifunua udongo. Watu walienda ndani ya ardhi kwa sababu ya makosa yao. Unakuta walipokuwa wakifanya dhambi, taifa la Israeli, Mungu alikuwa akiongea na nabii anaenda kuambia angalisho, haya ndio 1 2 3, mnabidi muache, pasipokuwa hivyo Mungu ataleta adhabu. Ukiangalia nabii Yona kwenda kule na nini kule kuna kutoa unabii ambao Mungu alimpatia, eti kwa sababu wamefanya makosa, inabidi kule Ninawi, eti kwa sababu wamefanya makosa unabidi mtoe sadaka ya 10 ili Mungu awasamehe. Nabii Yona alikwepa, lakini ilifika mwisho wa siku alienda kule akawaambia watu, walivaa magunia, ishara ya kufunga, ishara ya kuomba msamaha, ishara ya kuomboleza watu. Mungu analeta ujumbe kama watu wanafanya makosa, au kama watu walikuwa wanafanya ibada ya miungu, au wazazi walikuwa wanatambikia ibada ya miungu. Mungu anatoa angalisho na anawapatia watu mwelekeo kwamba kwa ajili hii uweze kutokana na hii, inabidi uende kwenye maombi, uende kwenye omba msamaha, uombe familia msamaha, uombe toba, nami nitarejea. Maana Mungu anakuja ndani ya moyo, ambapo anakuja ndani ya moyo, au anakuja kukaa ndani ya roho yako kama kuko safi, kama kuna usalama. Na ili uweze kuwa usalama ni lazima kuwe na toba iweze kufanyika, ili Mungu aje kukaa. Mungu akae mahali ambapo moyo wako kwanza uko karibu naye. Ili moyo uweze kurejea kwa Mungu, ili wewe uweze kurejea kwa Mungu, ni lazima uweze kufanya hatua ya kwanza ni toba. Toba inamkaribisha Mungu kuja kukaa na kukuongoza ili uweze kuishi maisha salama. Sasa hao wanabii ambao tunaoona kwenye mitandao ya kijamii, watu wako wengi sana manabii. Kuna nabii mmoja ambaye nilikuwa nikimwangalia, alikuwa anasema kwamba eti lazima usow your seed, yani maana kwamba unabidi upande mbegu, yani anakimaanisha toa sadaka fulani. Alafu ukiangalia kuna mtoto hapo amelala, ambaye amepagawiwa na mapepo hapo. Hasa huyu mama analeta mtoto wake kwa huyo nabii. Huyo nabii anaanza kumwambia kwamba eti you must pay the price, there's a cash up, there's a Zelle. Ukiangalia vitu kama na hivyo ni vitu ambavyo vinachekesha sana. Na kuna video ambayo nimeona kwenye mtandao, nabii moja watu wamelala, afu anakamata mkanda, anaanza kuwapiga eti mkaba wa baraka, anawatolea mikoshi. Vitu kama ni michezo sana. Kwanza wapi na wapi nabii anaongoza? Ni wapi na wapi nabii kwanza? Ni mambo inachekesha, ni mambo ambayo inaleta huzuni na inachekesha sana katika karne hii. Wapi na wapi nabii kweli anakuwa na dhehebu? Wapi na wapi? Yani ibada itakavyoanza ni miujiza. Yani ibada itakavyoanza hii miujiza. Sasa mtu ambaye aamini, mnawezaje kumpatia, mnawezaje kumkokota kwa Kristo katika njia ya miujiza?